Atayekuwa mkaidi katika hii himaya ya Zona atapata kipigo mpaka kufa kwake. Najua baba yangu kafanya chaguo sahihi kufanya mimi nisimamie hii himaya ya Zona. Wewe nani we mkaidi? Sasa ukiendelea na ukaidi utakipata cha moto. Sasa hii itakuwa fundisho katika hii mai ya Zona. Tutu, peleka huyu kwa wale mateka wengine. Binti mtukufu wa himaya hii ya Zona. Unasemaje kijakazi wangu? Una taarifa yoyote kuhusu wanakijiji? Sina taarifa yoyote. Je, una taarifa gani? Wanakijiji wanasema kwamba kaka yako anaendelesha kijiji hiki kwa ubabe na wako tayari kuupindua utawala huu. Haitowezekana na haitokuwa. Tondoke. Mbole, niambie ndugu yangu. Hivi unafahamu kinachoendelea katika kijiji chetu? Kwa nini unasema hivyo? Kuna maanisha hujui kabisa kinachoendelea hapa kijijini kwetu. Mimi sijui, sina taarifa yoyote. Mfalme kampa madaraka yule mtoto wake wa kwanza. Na mimi nasi kampa kimakosa sana. Maana watu wanapotea, watu wanatekwa bila sababu za msingi. Mazao ya watu wanachukua kimabavu. Kijiji chetu naona kabisa kinaelekea kuangamia, Sembuli. Hicho unachotaka kukifanya, achana nacho. Kwa sababu mfalme ameweka walinzi wengi kijijini kuwafuata watu wanaowafuatilia. Kwa na kushauri ndugu yangu, naomba uachane na hicho kitu unachotaka kukifanya. Ushauri wangu ufuate tu. Usije ukakeuka maneno yangu. Papo. Hapana. Hapana. Papo, samahani kakaangu. Naomba unisaidie hata kidogo tu niweze kuonana na kakaangu. Hapana, haiwezekani. Mfalme ametoa amri. Kaka yako asionane na mtu wa aina yeyote. Samahani. Ila naomba unisaidie hata kidogo tu. Maana yeye ndio kichwa cha familia naitegemea pale. Naomba unisaidie. Ni sawa. Nitakusaidia. Lakini ni dakika moja. Mfalme hapa hayupo. Nitakusaidia kakao kumleta hapa uongee naye. Na endapo mfalme akitokea au ukuta upo naye, mimi nakukataa. Sawa, bila shida. Nisubiri nenda kumchukua.
Kwani ni kitu gani ulichokifanya mpaka leo hii upo katika hali kama hii? Sonata mdogo wangu, najua mnapitia hali ngumu sana kwa wakati huu. Changamoto ambayo imetufika sasa hivi ni kwa sababu ya sisi kupambania mali zetu. Kivipi yani? Kiufupi ilikuwa hivi. Jana Papo, naona upo kwenye kilimo. Ndiyo mtukufu. Kama unavyoona mipunga, kunde pamoja na mahindi. Shamba hili ni zuri sana. Naliona limeshamiri mazao na limestawi vizuri. Kuanzia leo hii iwe mwanzo na mwisho kulima eneo hili. Haya mashamba yote yatakuwa chini ya himaya yangu. Mtukufu, kwani mimi nimekosea wapi mpaka unataka kunipa adhabu hii kubwa? Kwa sababu hili shamba mimi nimeachiwa na wazazi wangu. Mimi ndo mmiliki wa himaya hii. Nina sababu yoyote kumiliki kila kitu ndani ya himaya hii. Kwa hiyo fata nilichokwambia. Hii si sawa na si haki. Haya ni mabavu na manyanyaso. Hili shamba mimi nimeachiwa na wazazi wangu, mabibi na mabibi, mababu na mababu. Hiweje leo hii uje uninyang'anye shamba langu? Narudia kwa mara ya mwisho, hili shamba usilime tena, na endapo ukikeuka amri yangu nitakufundisha. Nadhani umenielewa. Hii maana ni utawala wa kimabavu sana. Wacha inyeshe tuone panapovuja. Kwa kweli huu ni uonevu. Ila naomba nikuahidi kitu kakaangu. Nitahangaika kupambania ili nikutoe hapa. Ila kwa wakati huu acha kwanza nikampe taarifa mama. Basi sawa. Wacha mimi nitumikie kifungo kama mfungo mpaka pale mfalme atakaponiachia. Papo. Hapano. Hapano. Papo. Binti mtoto mtukufu wa mfalme, nilikuwa na ombi kutoka kwako. Nimekuja kumuona swaiba yangu iweze kujua anaendeleaje na afya yake iko vipi. Hapana, haiwezekani, kwa sababu Mheshimiwa Mfalme amesema kwamba muda huu sio muda wa kuona wafungwa. Hivyo basi nenda na uje kesho asubuhi. Sasa hivi ushaanza kuingilia majukumu yangu, si ndio? Aliyekuruhusu umwamuru haondoke bila kumuona mfungwa wake ni nani? Hapana. Kwa ratiba ambayo nimepewa na mtukufu mfalme ni kwamba ukifika muda huu hairuhusiwi mtu aina yoyote kuonana na mfungwa. Usije kurudia tena hichi kitendo siku nyingine. Bila hivyo utaona upande wangu hapa. Papo. Kaka, nina jambo muhimu sana kwa ajili yako. Jambo gani tena dadangu? Kuhusu utawala wako. Kuhusu utawala wangu?
Ndiyo kaka, kuna watu wanakufuatilia. Kuna watu wanifuatilia mimi? Ndiyo kaka, fanya kitu basi. Dadangu, kuna watu wananifuatilia mimi kwenye utawala wangu. Nitawafundisha kitu wanazoea, kwa sababu wataka kuingia madaraka yangu mimi. Lazima ili swala nilitimize, na lazima wafuate matakwa ambayo ninataka mimi. Sawa dadangu, kuwa na imani, ili litaisha. Naomba kapumzike dadangu.